Glory to God. Imeandikwa, waniabuduo wataniabudu katika roho na katika kweli. Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu akamweka hapa duniani ili kwamba akatimize na kufanikisha mapenzi ya mbingu ama mapenzi yake Mwenyezi Mungu hapa duniani. Ndiposa kila mtu anayekuja hapa duniani huwa ametoka mahali. Maandiko inasema kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Yohana, mtu ambaye alikuwa ametumwa, ametoka kwa Mungu. Nataka uelewe ya kwamba Yesu alipokuja alikuwa anaweka misingi ya ibada, ndiposa akawauliza wale watu, kwa nini yale ambayo ninayasema hamyafahamu? Kwa nini hamyafahamu? Na akawatazama kwa makini. Hawa ni Mafarisayo, Masadukayo, watu ambao walikuwa wanajua sheria ya Mungu. Lakini Yesu Kristo alipowatazama kwa makini akawaambia, nyinyi hamwezi kuyafahamu wala kuyasikia yale ambayo ninawaambia, kwa sababu munatenda mapenzi ya baba yenu ambaye ni Shetani. Nyinyi ni watoto wa Shetani. Nataka uelewe ya kwamba vita vikubwa vinavyofanyika hapa duniani ni vita vya ibada. Vita vya ibada. Usipomwabudu Mwenyezi Mungu, utaabudu kitu. Mwanadamu lazima ataabudu kitu, lazima ataabudu. Ndiposa unapata kuna watu wanaabudu pesa, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu milima. Ni kwa sababu wanatafuta, kuna kitu ambacho roho yako inatafuta, ambacho roho yako ikipata kitu hicho, unapata ya kwamba unakuwa sasa unasikia kwamba umekamilika. Ni kwa sababu kuna kitu kiliwekwa ndani ya mwanadamu kinaitwa pumzi ya Mungu. Mungu akapuliza ndani ya mtu, akapuliza pumzi ya uhai, mwanadamu akawa kiumbe hai. Mwanadamu akaishi Eden. Mungu akakuwa anaongea na Adam, kila siku anaongea na Adam. Kuna vitu ambavyo Adam alijua ambavyo mwanadamu wa siku hizi za leo ni ngumu yeye kufahamu hakika ni nini haswa ambacho kilipitishwa kutoka kwa Mungu kikapeanwa kwa Adam. Adam alikuwa ni mtu ambaye anamjua Mungu, alikuwa ni mtu ambaye anamfahamu Mungu, alikuwa ni mtu ambaye anamuogopa Mungu. Adam. Maandiko inasemaje kuhusu ibada? Maandiko inasema hivi, hebu tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwa ufupi tu, kuanzia mlango wa 3, alafu tutakuwa tunaelekea katika ibada sasa. Maandiko inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea kwenda hekaluni saa ya kusali, saa ya ibada, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, tunaambiwa alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia tuangalie sisi. Aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Nataka uelewe ya kwamba huyu kijana alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Alikuwa kiwete, yani alizaliwa kiwete. Lakini tunaambiwa ya kwamba huyu mtu alizaliwa kiwete, alichukuliwa na watu. Hatuambiwi kuhusu hawa watu. Mwanzo tunaambiwa alizaliwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba hatuambiwi mambo kuhusu huyu mamake, wala hatuambiwi mambo kuhusu familia yake. Tunaambiwa tu alizaliwa. Alafu kitu kinachofuata ni kwamba alichukuliwa na watu ambao walimweka katika mlango wa hekalu,
uitwao mzuri, ili aombe sadaka. Kwa hivyo ajenda ambayo hawa watu ya kumbeba huyu mtu na kumweka katika ule mlango mzuri, ajenda ni kwamba huyu kiwete aombe sadaka kwa wale waingiao ndani. Na sasa Petro na Yohana walipokuwa wakiingia hekaluni, wakakutana na huyu kiwete, na huyu kiwete akanyosha mkono, aliomba apewe sadaka. Aliomba, kiwete anaomba apewe sadaka. Nataka nikuulize swali, mtumishi wa Mungu. Sadaka inawekwa madhabahuni, sadaka inapewa makuhani. Kwa hivyo kiumbe chochote ama kitu chochote ambacho kina uwezo wa kupokea sadaka, basi hicho kitu ni madhabahu. Ni madhabahu, kwa sababu madhabahu ndiyo sehemu pekee ambayo inaweza kuwasilishwa ama kuwekewa sadaka, ama inaweza kupokea sadaka, ni madhabahu. Lakini tunaambiwa ya kwamba kulikuwa na kiwete. Huyu kiwete alichukuliwa na watu, hatuambiwi hawa watu ni kina nani. Wakamchukua kiwete, wakamweka katika mlango wa hekalu. Sababu ya kumweka huyu kiwete mlangoni, huyu kiwete hakuingia kufanya ibada, hakuingia katika nyumba ya Mungu kusali. Huyu kiwete tunaambiwa ya kwamba ilipofika masaa ya kusali, Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja. Kwenda wapi? Kwenda hekaluni, saa ya kusali, saa 9. Kwa hivyo hawa watu walikuwa wanamweka mlangoni, wakijua masaa na majira, wakijua ni wakati wa ibada. Yule kiwete anabebwa, anawekwa katika ule mlango mzuri. Sababu ya kumweka huyu kiwete ni aombe sadaka. Sadaka, yaani wewe sadaka yako ambayo umeibeba unaenda nayo kanisani, unapata ya kwamba hii sadaka unaigawanya mara 2. Sadaka unampatia huyu kiwete, ile itakayobaki unaenda kuiweka madhabahuni. Kwa hivyo unapata ya kwamba watumishi wa Mungu hawapeleki zaka kamili katika nyumba ya Mungu, kwa sababu ile zaka ama ile sadaka ama dhabihu, hawapeleki dhabihu kamili, wanapeleka dhabihu potovu. Wanaweka dhabihu ambayo ni potovu, wanaipeleka madhabahuni. Ndiposa unapata wagonjwa wamezidi hekaluni, wagonjwa wamezidi katika nyumba ya Mungu. Ni kwa sababu ibada imekorogeka, ibada imeharibika. Maandiko inasema ya kwamba Elijah akarekebisha madhabahu ya Mungu iliyovunjika, akairekebisha. Matatizo ambayo yalikuwa yanawapata wana wa Israeli walipokuwa katika enzi za Ahab na Jezebel, unapata ya kwamba waliharibu ibada, wakaweka mahali pa juu makuhani wa Baal, makuhani wa kuzimu, wachawi, wakakuwa wanaendesha nchi kwa nguvu za pepo, kwa nguvu za kishetani. Wakadhulumu watu, wakanyanyasa watu. Kina Naboth mashamba yao yakachukuliwa kwa nguvu. Unapata ya kwamba ibada ni kitu cha muhimu sana kwa mwanadamu. Asipofanya ibada kamili kwa Mwenyezi Mungu, basi kile ambacho anakifanya inakuwa bure. Kiwete anaomba sadaka. Kiwete badala ya kuomba msaada, tunaambiwa anaomba sadaka. Mtumishi wa Mungu, tukutane jioni. Leo jioni masaa ya saa 3:30 usiku tunakwenda kufundishika kuhusu vita vya ibada. Vita, kulikuwa na vita mbinguni. Mbinguni ni sehemu ambapo tunaambiwa ya kwamba kuna ibada zinafanyika pale. Makerubi na maserafi wanainama, wazee 24 wanainama, wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Kukakuwa na vita vya ibada. Shetani akataka kupewa ibada pia, yeye akataka kuabudiwa, akakosa mahali pake mbinguni, akatimuliwa, akatupwa chini katika nchi. Na matatizo makubwa ambayo yanampata mwanadamu ni matatizo yanayoambatana na ibada. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 ya kwamba wana wa Mungu wakashuka chini, wakawaona binti za wanadamu ya kwamba ni wazuri, wakawachukua wengine kuwa wake zao, wakawachukua hawa wanawake kuwa wake zao, wakazaa na wao. Walipozaa na wao, tunaambiwa hawa ndio walikuwa kizazi ambacho kilikuwa na umaarufu na hodari wakati ule. Walikuwa wana wa Nefili, walikuwepo wakati ule. Lakini tunapata ya kwamba na uhodari wao wote na umaarufu wao wote, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba maovu ya mwanadamu yakazidi usoni pa nchi. Maovu ya mwanadamu ni kwa sababu walikuja kuharibu misingi ya ibada, misingi. Yesu akaingia katika hekalu, akaanza kuwatandika na kuwachapa viboko wale ambao walikuwa wakiuza na kubadili fedha.
akawachapa viboko, akawaondoa katika hekalu la Mungu. Akasema nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala, ya kumwabudia Mungu, lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Unapata kwamba vita vya ibada vimekuwepo toka mwanzo, toka kitambo sana, ya kwamba kumekuwa na vita vikali, ni ibada. Maandiko inasema Daniel akaomba siku 21. Daniel akaomba, na wakati ule vita ilikuwa ni kwamba mtu asiinamie mungu mwingine, ila amuinamie ile sanamu ya Nebukadreza. Ainamiwe ile sanamu, watu wamuinamie sanamu. Sanamu ikawekwa juu, tanuru ya moto ikawashwa, ili kwamba yeyote asiye abudu ama asiye inama wakati wanapiga firimbi na wanapiga tarumbeta, yeyote asiyefanya ibada, tunaambiwa ya kwamba atatupwa katika moto. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego walimjua Mungu wao, na wale wanaomjua Mungu watafanya mambo makuu. Tukutane jioni, mtumishi wa Mungu. Have a blessed service in the Lord. As you go to church today, I decree the blessing of God upon your life. Mungu akubariki, akutie nguvu, akuinue na akufanikishe katika jina la Yesu Kristo. God bless you so much.